ambaye pia ana makazi yake huko Tehran. Anaanza kuelezea hatua hii imepokelewaje. Baada ya hatua ya Israel kuishambulia kijeshi Iran kwa kisingizio cha kuituhumu kwamba ina lengo la kuunda silaha za nyuklia. Wakala wa kimataifa nishati atomic yani IAEA huku Iran ikisisitiza kwamba haitaacha mpango wake wa nyuklia kutokana na mashambulizi makubwa dhidi ya nchi hiyo yaliyofanywa na Israel na Marekani. Hatua hiyo inajiri baada ya makubaliano kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani na Qatar kati ya Iran na Israel kumalizika siku 12 za uhasama ambao ulikuwa ni mkali, ikiwa ni pamoja na uingiliaji mkubwa wa kijeshi wa Marekani ambao ulipiga vituo vitatu vya nyuklia vya Iran siku ya Jumapili. Sasa je, nini cha kutegemea baada ya hatua hii ya Iran? Hii ndio mada yetu katika gumzo asubuhi ya leo, ambapo nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rabi, sambamba naye ni Abdul Fattah Musa, mtangazaji wa Radio Iran ambaye pia ana makazi yake huko Tehran. Anaanza kuelezea hatua hii imepokelewaje. Baada ya hatua ya Israel kuishambulia kijeshi Iran kwa kisingizio cha kuituhumu kwamba ina lengo la kuunda silaha za nyuklia, na hatimaye Marekani ikajiunga na kampeni hiyo nayo kuishambulia Iran vituo vyake vikuu vya nyuklia kwa hoja hiyo hiyo kwamba kutaka kuangamiza vituo vyake vya nyuklia, kwa tuhuma kwamba inakusudia kuunda silaha hizo, wananchi wengi wamehisi kwamba hakuna haja tena pengine hata Iran ya kuendelea kubaki kuwa mwanachama wa mkataba wa kuzuia uundaji wa silaha za nyuklia na usambazaji wa silaha za nyuklia yani NPT, kwa sababu pamoja na kwamba Iran imekuwa ikiendesha shughuli zake za nyuklia kwa kufuata sheria za kimataifa, ikiwa ni mwanachama wa shirika la Umoja wa Mataifa la nishati ya atomiki IAEA, na vile vile miongoni mwa nchi za awali kabisa zilizosaini mkataba wa NPT baada ya kuasisiwa mkataba huo mwaka 1968 na kuwa mwanachama wake mwaka 1969, lakini imekuwa ikikabiliwa na mashinikizo makubwa hasa ya madola magharibi, pamoja na kwamba shirika la IAEA limekuwa likifanya ukaguzi na usimamizi mkali wa shughuli za nyuklia za Iran. Ibrahim Rabi, hatua hii ya Iran ilitarajiwa na unadhani imekuja wakati mwafaka? Ilitarajiwa hasa katika kipindi hiki ambacho unafahamu kuwa Iran tayari ilishutumu shirika la IAEA kwa kile ambacho kinaitwa kuuawa kwanza kwa wanasayansi wake kwa muda mrefu. Na unakumbuka hivi karibuni kuwa kabla ya mashambulizi Iran ilisema kuwa ilikuwa imedukua taarifa nyingi sana ambazo zilikuwa zimetoka kwa Israel, na wakagundua kuwa shirika hili la atomic duniani lilikuwa likivujisha taarifa kupeleka upande wa pili, maana ilikuwa likiwakagua na kupeleka upande wa pili. Lakini ilitarajiwa kwa sababu kama alivyosema mwenzangu hapo mwanzo, anasema kuwa hakuna sababu kama kuna mkaguzi ambaye anakagua na mmemweka nyinyi na anatumia hawakilishi nchi yoyote na anathibitisha kuwa huyu hafanyi hiki mnachokifanya, sababu ya Irani kushambuliwa ilikuwa ni ipi? Kwa hiyo uamuzi huu ulitarajiwa na ulipata nguvu zaidi hasa baada ya mashambulizi. Lakini kabla ya hapo utaona kuwa Irani walikuwa wamebaki kusema kuwa hebu tuendelee kuheshimu hili, kwa sababu kama kujitoa kwenye IAEA wangeanza muda mrefu, lakini wanasayansi wengi makumi kwa makumi wameuawa kabla hata haya mashambulizi, wangeamua kujitoa wakati wote. Nije kwako Abdul Fattah, ni kwa jinsi gani tunaweza kuelewa vyema ushirikiano wa kinyuklia wa Iran na Umoja wa Mataifa? Kwanza kabisa, kuruhusu wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuweza kuweka kamera zao za ukaguzi katika vituo vya nyuklia vya Iran, na vile vile kuwepo na ufuatiliaji unaofanywa na hata viongozi wa juu wa taasisi ya IAEA akiwemo mkurugenzi wake Rafael Grossi, ambaye mara kadhaa amekuwa akifanya ziara mbalimbali Iran na kukutana na viongozi wa taasisi ya nishati ya atomiki ya Iran kujadili masuala mbalimbali. Mbali na kwamba bodi ya magavana ya shirika hilo imekuwa na nafasi ya kila baada ya muda kutoa ripoti ya kuelezea vipi shughuli za nyuklia za Iran zinafanyika. Tusisahau tu kwamba kama alivyoeleza mwenzangu Ibrahim Rabi kwamba Iran imeguswa sana na hisia kwamba shirika hili limekuwa linafanya kazi kwa maslahi ya madola magharibi na hata utawala wa Israel, kwa sababu tutakumbuka kwamba siku moja tu kabla ya Israel kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran, bodi ya magavana ya wakala wa atomiki ilitoa ripoti kali ambayo ilijenga hisia maalumu ya utata kuonyesha kwamba Iran imekuwa haitekelezi pasavyo majukumu yake kuhusiana
kuhusiana na masuala ya nyuklia, na hiyo taarifa hiyo ikapokelewa na kupewa msukumo mkubwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel, na hatimaye ndipo siku ya pili yake tukashuhudia kwamba Israel ikachukua hatua za kijeshi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Ibrahim, unaona hatua hii ya Iran inamaanisha nini kwa ufuatiliaji wa masuala ya nyuklia duniani kote? Iran ni kama inataka kutuma ujumbe ulimwenguni. Ukisikia taarifa yao kuwa si kwamba wamejipa jumla, lakini wamerudisha masharti yao kwa sababu wameona kuwa utekelezaji wa masharti umekuwa haufuatwi. Kwa hiyo katika kutangazo lao la kujitoa ambalo bado halijaidhinishwa na Baraza la Usalama ambalo ndio litaidhinisha, bunge limeamua, lakini bado kuna jopo la wengine ambao linaweza likaamua hiyo kufikia hapo. Sasa kama Iran imeamua kufanya vile, maana yake inaotuma ujumbe tu duniani tu kuwa sasa na sisi tunataka tuingie gizani, yani tufanye shughuli zetu zote gizani, tufanye kama wengine wanavyofanya, halafu tuone matokeo yake yatakuwa yepi, kwa sababu tumejitolea vya kutosha kwenu, lakini nyinyi hamkutupa chochote ambacho kinakuja. Kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho kinafikirisha. Unaona kuwa urutubishaji wa Irani wa 3.67 ni urutubishaji ambao anaufanya Australia, anaufanya Canada. Lakini kitu ambacho Irani anashutumiwa nacho kingine ni kuwa mkataba wa JCPOA ule wa Barack Obama mwaka 2015 ulio Trump alitoa mwaka 2018 na kurejesha vikwazo. Manake kitendo cha kujitoa tu Marekani na kurejesha vikwazo ilikuwa manake mkataba tayari haufanyi kazi. Lakini Irani anahukumiwa kwa matokeo ya vifungu vya mkataba wa mwaka 2015 ambao ulivunjika mwaka 2018. Abdi Fattah, unadhani nini baadhi ya athari za kusimamishwa kwa ushirikiano Umoja wa Mataifa kuhusiana na masuala ya nyuklia na Irani yenyewe? Athari zake moja ni kwamba kutakuwepo na hali ya mvutano katika suala la nyuklia la Iran, na pengine labda mimi niseme tu kwamba hii kwa upande mmoja inaweza kuwa ni kama wenzo wa mashinikizo ambao Iran nayo kwa upande wake inataka kutumia katika mazungumzo ya nyuklia hasa na Marekani, kwa sababu katika kipindi kile cha mazungumzo ya JCPOA kama alivyoashiria mwenzangu hapa ni kwamba nchi nyingine zote za madola makubwa duniani hazikuonekana kuwa na mvutano mkubwa na Iran katika swala la nyuklia. Nchi pekee ambayo kwa muda mrefu imekuwa ndio inayoshinikiza swala hili ilikuwa ni Marekani, na nakumbuka aliyekuwa rais wa Iran Ahmadinejad wakati ule aliwahi kusema kwamba sisi badala ya kuendelea kuvutana na nchi zote ulimwenguni, pengine ingekuwa ni bora tukakaa sisi na Marekani tukalimaliza swala hili. Kwa hivyo kwa kuwa sasa tumesikia kwamba baada ya Rais Trump kuamua kutangaza usitishaji vita kati ya Iran na baina ya Marekani na Israel katika baina ya pande mbili, bado amerejea tena msimamo wake wa kutaka kwamba mazungumzo ya nyuklia na Iran yaendelee. Na Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amesikika akisema kwamba Iran haijawahi kutoka au kuondoka kwenye meza ya mazungumzo na iko tayari kwa hilo. Sasa nimalize na wewe Rabi. Tayari tunaona Iran kama vile inataka kuweka kivuli katika kile ambacho inakifanya kwenye masuala ya urutubishaji wa nyuklia, na baadhi wanaona kwamba hatua hii inaweza ikasababishia kupelekwa kwa vikwazo vikali kabisa kwa Iran. Nini mtizamo wako? Hilo liko wazi kwa sababu Iran imekuwa ikiishi kwenye vikwazo. Naweza kusema kuwa Iran wanaweza kusema kuwa ni maprofesa wa vikwazo. Wamedumu navyo toka kuasisiwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mwaka 79. Wamekuwa navyo hivyo vikwazo. Hilo wanalifahamu litakuwa. Lakini dunia ya leo imegeuka sana. Vikwazo havifanyi kazi sana, hasa baada ya upande wa mashariki kuwa na nguvu. Ndio maana unaona kuwa hata baadhi ya nchi zimekuwa haziogopi tena vikwazo vya Marekani, kwa sababu zamani wakati nchi za mashariki hazina nguvu sana, ukipigwa vikwazo kweli unawezeka kweli, lakini leo ukipigwa vikwazo unahamia upande wa pili na wanakupa support na unaendelea. Kwa hiyo naweza kusema kuwa vikwazo vinaweza visisaidie sana kwa Marekani, kwa sababu Irani wameshakuwa nunda wa vikwazo na wamevizoea na wanafahamu matokeo ya vikwazo yatavyokuja. Namni Ibrahim Rabi sambamba na Abdul Fattah Musa katika gumzo asubuhi leo. Mudi Mabegi kwenye ukurasa wetu wa Facebook umeandika unasema upo Kariakoo, Dar es Salaam. Serikali ya Malawi hebu fanyeni juhudi za haraka ili msaidie raia wenu kutoka na ukata wa fedha na maisha ya raia wenu. Ni ujumbe wako huo. Hakuna la ziada asubuhi leo. Mhariri ni Halima Nyanza.